alikuwa Eldoret, akanunua simu kwa duka moja. iPhone, actually it is iPhone 17 if I'm not wrong. iPhone 17 Pro Max. Akanunua iPhone 17 Pro Max kwa duka, akalipia online, then jamaa wa duka akapatia huyu jamaa wa bodaboda. Hii simu ilikuwa ipelekwe mahali South B kwa ndugu ya huyu mtu mwenye alinunua. Alright, so jamaa amebeba simu anapeleka mpaka South B kwa apartment moja hapa tu Nairobi. Do you know, hiyo ilikuwa ni mara ya mwisho baba ya watoto watatu na I feel so bad. Anaitwa Odhiambo, a very young man, he's 30 years. Jamaa aliuawa, mikono ikafungwa, akanyongwa, akapigwa na kifaa butu. Sasa yule mama mwenye alikuwa amekodisha nyumba kwa hawa watu ambao walimuua allegedly, msikilizaji, alipoenda kubisha mlango alipatana na damu kutoka kwa mlango. So the guy ameenda kudeliver simu iPhone 17 Pro Max. Ameuawa kwa sababu gani? Why was the guy killed, by the way? Why was he killed? Mpaka sasa najiambia hawa watu wa delivery pia mnafaa pia muangalie usalama wenu, because na ile simu haikuibiwa. So most like the motive, what was the motive of the killing? Yeah, ni wale watu ambao wanafanya kafara, sacrifice, because hii dunia iko na mambo. Because tunasikia kuna chama ukijoin unaulizwa wataka kuwa bilionea by mwezi wa March. Rahisi sana. Kila utafanya tunataka utuletee virgins, the 3 virgins wasichana watatu bikra, but you have to kill them. Wasichana watatu bikra, they have to be virgins. Alafu pia tunasikia stories za maajabu, lazima pia ushiriki ngono, ulawiti vijana. We hear kuna wanaume wanaambiwa ukilawiti vijana below 15 years unakuwa tajiri. Alafu sasa pia ulete jogo na ulete pia mama yako. By the time unafika mwezi wa March mwaka wa 2026 utakuwa billionaire. Because sometimes unajiuliza, jamaa wa bodaboda ni rider, amedeliver simu iPhone 17 Pro Max, hamkuiba ile simu iPhone, hamkumbeba. Why were you killing that guy? The motive of the killing. So it is so sad, msikilizaji. Sasa mama ya watoto watatu analia, mume wake ameuawa kwa sababu ambayo hatujui ni nini. Alright, uchunguzi bado unaendelea.